Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hivi: walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mungu alipoumba dunia akaifanya bustani ya Eden, na ndani ya bustani hiyo akaweka miti ya kila namna inayotoa matunda yanayotamanika kwa chakula, na katikati ya bustani hiyo akaufanya mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima. Hii miti miwili akaiweka katikati ya bustani yake. Katika hiyo bustani ya Mungu, katikati ya hiyo bustani kulikuwa na miti mikuu miwili, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ameiweka katikati ya Edeni yake, na alipokwisha kuiweka hiyo miti miwili, ndipo alipomwambia huyu mwanadamu, huyu Adam, mtu aliyemweka ndani yake, akasema, matunda ya miti yote unaweza kula. Unaweza kula miti yote, matunda ya miti yote unaweza kula, hadi mti wa uzima unaweza kula kwa sababu utakuwa mzima, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa sababu siku utakapokula utakufa hakika. Katika hiyo miti miwili, mti mmoja huu wa ujuzi wa mema na mabaya, katika huu mti hakuna baraka, hakuna uzima, bali katika huu mti ameweka iko dhambi, iko laana, iko mauti. Na huu mti nao ameuweka katikati ya Eden, na amesema matunda yote kula, matunda ya mti wa uzima kula, matunda yote kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usiguse, usiyale, manake siku utakayokula utakuwa wenye dhambi, utakuwa na laana, utakuwa na mauti, utakufa. Hii maana yake nini? Mungu ameiweka hii miti miwili katikati ya Eden, na kupitia hii miti miwili anataka kuona, ametupa uhuru wa kuchagua. Huu ndio upendo wa Mungu, hataki kutuburuza, ametupa uhuru wa kuchagua. Kama unataka kumwamini Mungu, kumtumaini Mungu, kumtii Mungu, anataka kuona. Ameweka miti miwili, lakini mti mmoja amesema huko kuna laana na mauti, na hiyo miti mingine ameweka kuna uzima, kuna baraka na uzima, huo mti wa uzima. Alafu amesema, na kuomba wewe mtu niliyekuumba, kiumbe changu, kula miti yote, lakini huu mti wa laana na mauti usile. Hii manake nini? Mungu anatupa uhuru. Upendo ni kitendo cha kumfanya mtu awe huru, awe na uhuru wa kuchagua. Kama kweli unampenda Mungu, utafuata neno la Mungu. Kama kweli humpendi Mungu, basi utakiuka mapenzi ya Mungu. Linatimia neno lile lililonenwa katika kitabu cha Kumbukumbu 30 mstari wa 19 kama hivi. Mungu anasema, sikia e mwanadamu, nimeweka mbele zako, nimeweka laana na mauti, nimeweka baraka na uzima, lakini usichague laana na mauti, chagua baraka na uzima. Tusome mara moja. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 19 anasema, nazisikiza, nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima, ili uwe hai, wewe na uzao wako. Mungu anasema, nimeweka mbele zako, nimeweka baraka na uzima, laana na mauti. Lakini wewe, Mungu anatupa ushauri, anasema, lakini wewe usichague kabisa laana
na mauti, bali uchague baraka na uzima, ili uishi wewe, uwe na uzima wa milele, uhuru wa kuchagua. Mungu anataka kuona kama kiumbe chake kinamtii na kumpenda. Kama unampenda Mungu, basi utafuata Mungu alivyosema. Katika Eden anamwambia Adamu, matunda ya miti yote unaweza kula, matunda ya mti huu wa mti wa uzima wa baraka na uzima unaweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula utakufa. Mungu ameweka miti miwili mbele. Ameweka mti wa laana na mauti, ameweka tena mti wa baraka na uzima. Anasema chagua uzima. Siku ile nyoka alipomfuata mwanamke Hawa kumjaribu, akasema hivi ndivyo alivyosema Mungu. Akamuuliza Hawa, mama yetu Hawa akajibu akasema hapana. Akasema Mungu amesema tule matunda ya miti yote, lakini mti wa katikati wa ujuzi wa mema na mabaya, huu mti tusiuguse, tusile wala tusiuonje. Hawa anamkatalia shetani Ibilisi kwamba Mungu amesema mti huu tusiuguse, tusile. Tusome mara moja Mwanzo sura ya 3 mstari wa 2, anasema mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Hili ndilo neno la Mungu. Chagua uzima, usichague mauti. Usile matunda ya mti wa ujuzi na mema na mabaya, utakufa. Kula mti wa uzima, baraka na uzima. Neno hili ni nini maana yake? Hii miti miwili maana yake nini? Hii miti miwili iliyo katikati ya Eden, ambayo Eden ndio mji mkuu, mji wa Mungu, mji wa watakatifu. Eden ni ulimwengu wa Wakristo, wa wacha Mungu, lakini ndani ya huo ulimwengu, bustani hii ya Mungu ameweka miti miwili. Watu hawa wako chini ya miti miwili, kwamba kanisa la Mungu liko chini ya miti miwili. Ulimwengu umeumbwa, lakini katikati ya huu ulimwengu ambao Mungu ameuumba, ameweka miti miwili. Amesema usile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, usile laana na mauti, bali ule baraka na uzima. Miti hii maana yake nini? Katika ulimwengu huu wa wacha Mungu tumepewa maagano mawili. Miti hii ni kivuli, sura yenyewe ni maagano mawili. Agano la sheria ambalo kwa hili ndani yake kuna dhambi, laana na mauti, na kuna agano la imani kwa Yesu Kristo, ndio ule mti wa uzima. Kwa hiyo mti wa ujuzi wa mema na mabaya unawakilisha agano la sheria, ambalo katika agano hili inatoka dhambi, laana na mauti, na mti wa uzima ni agano la imani, Yesu Kristo. Kwa hiyo Wakristo au wacha Mungu, katikati ya kumcha Mungu tuna maagano mawili. Hata maandiko matakatifu, hii Biblia tunayotembea nayo, tunayoimba nayo, tunayolala nayo, tuna maagano mawili. Tuna miti miwili, mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima, tunayo hapa. Lakini Mungu anatuambia mti wa ujuzi wa mema na mabaya msiuguse, kwa sababu huko nimeweka dhambi, laana na mauti. Ndio agano la sheria, yaani kwa jina lingine tunaita agano la kale, kwa jina lingine tunaita Torati. Unaposema Torati ndio unasema sheria, unaposema sheria ndio unasema agano la kale. Ijulikane hivyo. Hawa mama yetu anamwambia shetani yule nyoka, matunda ya miti yote tunaweza kula,
lakini sio matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Tumeambiwa tusiyaguse, tusile hayo, maana siku tutakapokula tutakufa hakika, tutakuwa wenye dhambi, laana na mauti. Hili ndilo neno ambalo Mtume Paulo anazidi kusema vile vile kama alivyosema mama yetu Hawa, na Mtume Paulo anakuja kutufunulia, anasema hivyo katika Wakolosai 2 mstari wa 20 na 21. Tusome mara moja. Wakolosai 2 mstari wa 20 na 21, anasema basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Msishike, msionje, msiguse. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa, hali mkifuata maagizo ya mafundisho ya wanadamu. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Mtume Paulo anatuonyesha sisi tuliomwamini Yesu Kristo, sisi tunaoishi chini ya mti wa uzima, chini ya mti wa baraka na uzima, Yesu Kristo, anasema msiuguse huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Unaonekana ni kama hekima. Kwa nini kujitia tena chini ya sheria, chini ya amri, ambazo hizo sheria ndizo zinazomfanya kila mtu ajione yeye ni mwenye dhambi, laana na mauti, na tailisi mauti? Huo ndio mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Msiuguse, msiushike, wala msiuonje. Maanake huo mti hata kama ukila, utakachokipata ni dhambi, laana na mauti, utakufa. Baki upande wa mti wa uzima, kula baraka na uzima. Mtume Paulo anasema watu wanatakiwa kujua hivyo. Wakati shetani yule nyoka anamshawishi Hawa mama yetu, Hawa anamwambia huu mti hatutakiwi kula. Shetani anasema ukila huu mti wa matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya hutakufa hakika. Shetani anadanganya, hautakufa hakika, bali utakuwa kama Mungu, utafumbuliwa macho, utajua mema na mabaya. Adamu na Hawa walipokula huo mti kwa sauti ya shetani ibilisi, wakaacha neno la Mungu, wakamsikiliza shetani ibilisi, walipokula wakafumbuliwa macho kweli, wakajiona kuwa ni wenye dhambi, wakatambua wao ni wenye dhambi, laana na mauti, wakajitambua kwamba wao ni wauchi, wako uchi. Sasa wanaanza kuikosoa kazi ya Mungu, wakaenda kujificha, wamejichonea majani, wakaenda kujificha. Mungu anawatafuta katika bustani yake ya Eden, anawaambia Adamu, uko wapi? Anasema niko huku, nimejificha. Kwa nini umejificha? Niko uchi. Anasema Adamu, uko uchi? Mungu anauliza uko uchi? Nani aliyekuambia uko uchi wewe? Mimi sijasema kama wewe uko uchi, mimi sijasema ninyi mko uchi, mimi nimesema ninyi mko sawa. Je, nani aliyekuambia uko uchi? Umekula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya niliyokuagiza usile? Jibu ndio. Adamu anasema ndio, amenidanganya huyu mwanamke. Angalia jibu la Mungu. Nani aliyekuambia uko uchi? Je, umekula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya niliyokuambia usile? Sasa umekula mti huo, unajiona ni mwenye dhambi, unajiona ni mwenye laana, mwenye mauti, unajiona uko uchi. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndiyo agano la Torati, Torati au sheria au amri. Ndivyo Mtume Paulo anavyosema katika kitabu cha Warumi, anasema hivi hivi kama alivyosema Mungu hapa. Umekula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ndiyo sababu sasa unaona uko uchi. Ndiyo, mti huo ukila utatambua wewe uko uchi. Mti huo ukiishi kwa mti huo utatambua wewe uko uchi, wewe ni mwenye dhambi, laana na mauti.
Warumi 3 mstari wa 20 unasema hivi, tusome. Warumi 3 mstari wa 20 unasema, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Mtu yoyote yule anatambua yeye ni mwenye dhambi, laana na mauti kama akiishika sheria. Mungu ndio sababu amesema usiishi kwa huo mti, kwa sababu huo mti ukiugusa utaona uko uchi, utajiona wewe ni mwenye dhambi, laana na mauti. Mtume Paulo anatuambia hakuna mtu atakayeulisi uzima wa milele kwa matendo ya sheria, hakuna hata mmoja. Biblia inasema hakuna mtu atakayeulisi uzima wa milele, atakayehesabiwa haki, atakayekuwa mcha Mungu kwa njia ya matendo ya sheria. Kwa njia ya sheria watu wote ni wenye dhambi. Hii ndio sababu Mungu anasema matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, siku utakapokula utakufa hakika. Mtume Paulo anasema hakuna mwenye mwili, mwanadamu, atakayeulisi uzima wa milele, atakayeonekana kwamba huyu ni mwenye haki kwa matendo ya sheria. Hakuna. Kwa sababu gani? Kwa sababu dhambi siku zote inatambulika kwa njia ya sheria. Kutambua dhambi, kutambua wewe ni mwenye dhambi ni kwa sababu ya sheria. Kwa hiyo haki haipatikani kwa njia ya sheria. Mtu hawi mwenye haki kwa njia ya sheria. Mtu anakuwa mwenye haki kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo. Mtu anakuwa na uzima wa milele anapokula matunda ya mti wa uzima. Mtu anakuwa mwenye haki anapokula matunda ya uzima, mti wa uzima, Yesu Kristo. Mtu anakuwa mwenye haki anapokula mwili na damu ya Yesu Kristo. Mtu anakuwa mtakatifu anapokula damu ya Yesu Kristo, anapokunywa damu ya Yesu Kristo, anapoamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo. Huyu ndio anaitwa mwana wa Mungu. Huyu ndio anaitwa mwenye haki. Huyo ndiye mtakatifu, Mkristo mwenye uzima wa milele, anayekula mwili na damu ya Yesu Kristo katika mti wa uzima, sio mti wa ujuzi wa mema na mabaya, sheria. Watu wanatakiwa kujua katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya hakuna baraka, hakuna uzima, bali kuna laana na mauti. Kuna uchungu wa mauti hapo. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 56 unasema uchungu wa mauti ni kwa sababu ya dhambi, na dhambi, nguvu ya dhambi ni kwa sababu ya torati. Kwamba uchungu wa mauti umesababishwa na dhambi, na nguvu ya dhambi, dhambi imepata nafasi kumtawala mwanadamu kwa sababu ya sheria. Tusome mara moja. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 56 unasema uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni torati. Mauti imepatikana kwa sababu ya dhambi, na dhambi imepatikana kwa sababu ya sheria. Pasipo sheria hamna dhambi. Biblia inasema hivi katika Warumi 5 mstari kama wa 12 kuendelea, pasipo sheria hakuna dhambi, lakini sheria ilipokuwepo dhambi ikainuka. Dhambi ikapata nafasi kwa ile sheria kutuangamiza. Hii ndiyo maana Mtume Paulo anasema si kwa sheria bali kwa imani katika Yesu Kristo. Warumi 3 mstari wa 27 na 28 unasema, kuwapi basi kujisifu? Kumefungiwa nje. Kwa sheria ya namna gani? Kwa sheria ya matendo? La, bali kwa sheria ya imani. Basi twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Mwanadamu anahesabiwa kuwa yeye ni mwenye haki, mwana wa Mungu, kwa imani, sio kwa matendo ya sheria. Katika matendo ya sheria wote ni wenye dhambi. Kwa njia ya sheria wote ni wenye dhambi, laana na mauti. Bali kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo, katika mwili na damu yake, tunahesabiwa haki. Watu wanatakiwa kujua hivyo. Katika Edeni tumepewa miti miwili mikuu, na Mungu amesema usichague laana na mauti, chagua uzima na baraka. Mti wa uzima ndiyo baraka na uzima. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndiyo sheria inayoleta dhambi, laana na mauti.
Uhuru wa kuchagua tumepewa. Kama unataka uzima, mwamini Yesu Kristo. Kama unataka kuhesabiwa haki, ulisi udhima wa milele, basi lazima ule matunda ndani ya Yesu Kristo, ndani ya huu mzabibu, baraka na uzima. Lakini kama unataka kuwa mwasi, basi utakula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya ili ufe. Anasemaje Mtume Paulo katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16 na mstari wa 21? Anasemaje? Anasema hivi, tusome mara moja. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16 anasema, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Na mstari wa 21 anasema, siibatili neema ya Mungu, maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Hakuna haki atakayohesabiwa mtu kwa matendo ya sheria, kwa sababu Kristo amekwisha kufa na kufufuka. Hii inamaanisha kwa matendo ya sheria wanadamu wote ni wenye dhambi, lakini kwa Yesu Kristo katika mwili na damu yake watu wote wanahesabiwa haki. Kwa matendo ya sheria tumekuwa wenye dhambi, laana na mauti. Tumeikosea sheria, tumevunja sheria, lakini sasa tunapata neema ya ondoleo la dhambi, msamaha wa dhambi wa milele kwa Yesu Kristo kwa njia ya imani katika mwili na damu yake. Watu wanatakiwa kuelewa hivyo. Kwa njia ya sheria tumekuwa wenye dhambi, lakini kwa njia ya Yesu Kristo, kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo, tumekombolewa kutoka dhambi, laana iliyotupata kutoka kwa njia ya sheria, njia ya Torati. Wagalatia 3 mstari wa 13 unasema hivyo. Tusome mara moja. Wagalatia 3 mstari wa 13 unasema hivi, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Yesu Kristo amekuja ulimwenguni kutukomboa kutoka laana ya Torati, kutoka dhambi tuliyoipata kwa njia ya sheria tulipokula mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya. Sasa tumekuwa wenye dhambi wote. Tulikula wapi? Tangu Adamu, maana tumezaliwa kwa Adamu. Tumezaliwa kwa Adamu aliyekuwa tayari amekwisha kukengeuka. Sasa wote tumerisi dhambi ya Adamu. Kwa hiyo huwezi kusema wewe ni mwenye haki kwa matendo ya sheria. Tangu Adamu baba yako na mama yako Hawa walikwisha kufanya dhambi kwa huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo wote tumezaliwa kwao, tumekuwa wenye dhambi, laana na mauti, kama ilivyoandikwa katika Warumi 5, kwa dhambi moja, dhambi hiyo imewafikia watu wote. Tusome mara moja. Neno la Mungu nasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa mtu mmoja Adamu, dhambi iliingia ulimwenguni, kwa sababu wote tumezaliwa kwa Adamu. Tumezaliwa tukiwa wenye dhambi, laana na mauti tuliyoipata kwa njia ya sheria, kwa njia ya matendo ya sheria. Sasa hakuna mtu anaweza kuingia mbinguni kwa matendo ya sheria, bali ndiyo maana Yesu Kristo akaja ulimwenguni sasa, siyo tena kwa njia ya sheria, bali iwe kwa njia ya imani katika yeye, katika mwili na damu yake. Wote tunaingia mbinguni. Tumepata neema, msamaha wa dhambi bure kwa njia ya imani. Tunakwenda mbinguni. Twende mbinguni. Hii ndiyo Injili. Watu wanatakiwa kujua Mungu alitupa miti miwili muhimu katika Eden. Wakristo tuna miti miwili muhimu. Ndani ya Biblia tuna miti miwili muhimu, na Yesu Kristo Mungu wetu amesema, kuleni huu mti wa uzima. Mti huu wa uzima, yani imani, agano la imani, agano la uzima wa milele. Tule hili agano, lakini usiguse mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya. Wako watu wanaishi wanasema tutafika mbinguni kwa kushika sheria. Unajipoteza. Kama ukisema ninaishi kwa sheria, hii inamaanisha unamkataa Kristo.
kwa sababu sheria ndiyo iliyotufanya tuwe wenye dhambi, lakini Yesu Kristo ndiye aliyetufanya tuitwe wana wa Mungu. Kwa hiyo sheria ni neno la Mungu, ni neno takatifu kwa sababu limetoka kwa Mungu, na Mungu amesema si kwa sheria bali kwa imani. Kwa hiyo hatuichukii sheria, bali hilo ni neno la Mungu, tunaliheshimu, tunalitukuza, na ndiyo alivyotuelekeza. Huu ni mti wangu, lakini katika huu kuna laana na mauti, usile. Adamu aliwekewa miti miwili mbele. Mti huu wa ujuzi wa mema mabaya ni neno la Mungu, anasema huku nimeweka dhambi, laana, na huu mti wa uzima nimeweka baraka na uzima, kula huu. Leo tumepewa hivi hivi. Kama ukisema kwa sheria tunaenda mbinguni, wewe umekuwa mkaidi kama Adamu na Hawa, unataka kuonja mti wa ujuzi wa mema na mabaya, utakufa. Utakufa. Tumekuwa wenye dhambi, laana na mauti kwa matendo yetu ya sheria, na tumekuwa wana wa Mungu kwa neema, kwa msaada wa Mungu, kwa mauti ya Kristo, kwa kumwagika damu ya Kristo msalabani. Sasa tunaitwa wana wa Mungu, sio kwa sheria bali kwa imani. Mtume Paulo anasema sisi tumemwamini Yesu Kristo ili tuhesabiwe haki kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo, maana hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Basi Mungu akubariki. Mungu akubariki sana, kwa sababu hii ndiyo injili ya Mungu. Tusome neno moja zaidi katika Wagalatia 3 mstari wa 10. Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema hivi katika Wagalatia 3 mstari wa 10: kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Kama wewe unasema unaishi kwa sheria na unaenda mbinguni kwa sheria, neno moja tu kwako: hakikisha haukosi amri hata moja katika maisha yako yote. Yaani uwe mkamilifu kwa 100%, siku hadi siku, sekunde hadi sekunde, usivunje amri hata moja, basi ndio utaenda mbinguni. Lakini kama umekwisha kuvunja amri moja katika hizo amri 10, umekwisha kuivunja hadi hapa ninavyoongea hivi, ujue sio kwa matendo ya sheria, unajidanganya, bali umtafute Yesu Kristo, amini katika mwili na damu yake. Maana wale wote wanaoishi kwa njia ya sheria wako chini ya laana, kwa sababu katika sheria ndiko kwenye laana. Biblia inasema wazi, wale wote walio chini ya sheria, hawa ndio wako chini ya laana, kwa sababu laana na mauti iko katika huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya, katika Torati, katika sheria. Huko ndiko kwenye laana, huko ndiko kwenye mauti. Ndio maana mstari huu wa 10 unasema, kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Wale wote walio wa imani katika mti wa uzima wako chini ya baraka na uzima, Yesu Kristo. Chagua mwenyewe. Unachagua mti wa ujuzi wa mema na mabaya au unachagua mti wa uzima? Wale wote walio chini ya imani ya Yesu Kristo wako chini ya baraka na uzima wa milele. Wale wote walio chini ya sheria, hawa wako chini ya laana na mauti. Na mstari wa 11 anasema, ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Hakuna mtu anayeweza kuitwa mwenye haki kwa matendo ya sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Imeandikwa mwenye haki ataishi kwa imani, sio mwenye haki ataishi kwa sheria. Hamna hilo andiko. Sasa wewe unayesema unataka kuishi kwa njia ya sheria, umche Mungu kwa njia ya sheria, ujue hakuna mwenye haki kwa njia ya sheria. Kuna mwenye haki kwa njia ya imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Lakini yeye anayeishi kwa chini ya sheria, huyu yuko chini ya dhambi, laana na mauti. Narudia, neno la Mungu ni takatifu. Hili agano la sheria ni takatifu, ni neno la Mungu. Kupitia hilo tumejua sisi ni wenye dhambi. Ni kama kioo, kwamba ni kioo cha mioyo yetu. Tumejua sisi ni wenye dhambi, laana na mauti. Tumetambua kwa njia ya sheria, neno la Mungu: usiibe, usiue, usiseme uongo.
tumejua, lakini hii haitufikishi mbinguni, bali imetuonyesha sisi ni waovu, na sasa tunamtafuta Yesu Kristo katika mwili na damu yake. Mungu akusaidie sana. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.